SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Ali Abdulhalim Hussein amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itahakikisha inawapa nafasi wasichana katika kukuza na kuendeleza mageuzi ya kidijitali. Akizungumza katika ufunguzi wa mafunzo ya wasichana katika TEHAMA, mafunzo yaliyoshirikisha wanafunzi wa kike wa Unguja na Pemba. Mafunzo hayo yamefadhiliwa na mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF kwa kushirikiana na COSTICH, hafla ambayo iliyofanyika katika ukumbi wa TASAF Kizimkazi Limbani, mkoa wa Kusini Unguja. Amesema kufanyika kwa mashindano hayo kwa wasichana katika TEHAMA itasaidia wanafunzi kupenda kusoma masomo ya ICT na sayansi kwa ujumla. Serikali zetu zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, dhamira yake hasa ni kumkomboa mwananchi ikiwemo mtoto wa kike. Jitihada mbalimbali zinachukuliwa kuhakikisha mtoto wa kike ama msichana habaki nyuma katika swala la maendeleo. Nyote ni mashahidi, awamu hii ya 8 imefanya mabadiliko makubwa katika sekta ya elimu. Imeboresha hasa miundombinu. La pili, imewekeza fedha nyingi kwa maana ongezeko kubwa la bajeti kwa ajili ya kufanya mabadiliko katika sekta ya elimu. Ndani ya kipindi hiki cha miaka 4 ya Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa upande huku wa visiwani kwa maana Unguja na Pemba, kipindi hiki kifupi katika sekta ya elimu, zaidi ya skuli 35 za ghorofa Unguja na Pemba zimejengwa, ambazo ndani yake hizo skuli zina library, zina maktaba za kisasa pamoja na laboratory za kompyuta za kisasa ili kuwajengea uwezo wanafunzi hao. Akitoa taarifa ya kitaalamu kuhusiana na mafunzo, Promise Mwakale kutoka COSTICH amesema wamejipanga kuhakikisha wanafunzi wanapata mafunzo ya TEHAMA na jinsi ya teknolojia, ambapo italeta uchachu ya kutatua changamoto mbalimbali katika taasisi mbalimbali. Naamini kwamba wakimaliza hapa wasichana haya watakuwa wanaweza na wana ari na wana skills zile, wana taaluma ya kuweza kuendeleza na kujifunza teknolojia. Chimbuko ya mafunzo haya imeanza katika taasisi mbili kuu ambazo zinajihusisha katika kuendeleza teknolojia, ambapo hizi ni UCSAF ambao ni mfuko wa mawasiliano kwa wote, katika kuangalia kwamba tunaweza tukaendelezaje chachu ya wasichana katika teknolojia na create kinachoitwa inclusive inclusive digital transformation. Hii tumeungana na taasisi yetu ya Tume ya Sayansi na Teknolojia, ambayo sisi ni waratibu na waendelezaji wa sayansi, teknolojia na ubunifu nchini. Naye mhandisi Baraka Elieza kutoka UCSAF amesema mashindano hayo yapo kwa Tanzania nzima na mafunzo yameanza tarehe 8 Aprili hadi 11. Tunahitaji kuwavutia watoto wa kike katika level ndogo kama hii mlioiona, ili waweze kupata mafunzo hayo wakiwa wadogo na kuyapenda, kwa sababu masomo haya ya TEHAMA na sayansi kwa ujumla ni masomo ya kawaida ambayo yanahitaji tu ujasiri mdogo, na watoto wa kike tunawavutia kuhakikisha kwamba wanasoma haya masomo na kufaulu. Na dunia sasa ni ya TEHAMA, kila kitu mnasikia IoT, mnasikia artificial intelligence. Kwa hiyo tunataka tuwajengee watoto wa kike katika umri mdogo kama huu uliouona, ili wawe wabunifu katika TEHAMA na waweze kufanya vizuri katika huko mbeleni katika masomo ya TEHAMA. Nao baadhi ya wanafunzi walioshiriki mafunzo hayo kutoka skuli ya Fidel Castro Pemba, Faika Harubu Saidi amesema matarajio yao wataitumia fursa hiyo vizuri, sambamba na kuipelekea elimu hiyo kwa wanafunzi wenzao. Mheshimiwa mgeni rasmi, matarajio yetu sisi kama wanafunzi kutokana na mafunzo haya ni kutuwezesha kuwa na teknolojia mpya huko tunapoenda. Pia matarajio yetu sisi kama wanafunzi tukirudi mashuleni kwetu ni kwenda kuwafundisha wanafunzi wenzetu kitu tulichojifunza tulipokuwepo huku. Pia
inatufunza kuwa wabunifu katika miundombinu inaendelea kujengwa katika nchi yetu. Pia inatuwezesha kuwa na ujasiri sisi kama wanawake wa 2025 TEHAMA, kuwa na uwezo wa kufanya chochote katika TEHAMA na mafunzo yetu tulojifunza. Mashindano hayo yanatarajiwa kufanyika jijini Arusha Aprili 13 mwaka huu hadi 16, mashindano ambayo yatahudhuriwa na wanafunzi kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na Zanzibar yenye kauli mbiu Girls in ICT for Inclusive Digital Transformation, ikimaanisha wasichana katika TEHAMA kwa mageuzi ya kidigitali. Kiripoti Suleiman Saidi, SNTV, huu ni wakati wetu. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online, huu ni wakati wetu.